Wafanyabiashara wa mifugo kutoka eneo la Oldonyiro waliokuwa wamekamatwa na maafisa wa usalama hatimaye wameachiliwa huru pamoja na mifugo wao, ambapo walikuwa wamezuiliwa katika uwanja wa polisi mjini Isiolo. Vilevile wafanyabiashara hao walikamatwa wakiendesha shughuli za biashara katika masoko ya Leparua, Tenge na Kipsing kinyume na agizo la serikali lililokuwa limechapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali. Akithibitisha tukio hilo, kamanda wa polisi wa gatuzi la Isiolo Isaac Sang amesema kuwa kukamatwa kwa wafanyabiashara hao kulitokana na ukiukaji wa marufuku ya muda ya biashara ya mifugo iliyokuwa imewekwa kufuatia operesheni ya kiusalama na ya kuwafurusha wezi wa mifugo katika wadi ya Oldonyiro. NIS wakatuleta hapa station ya Isiolo. Wakatuambia hiyo soko imefungwa, soko ya Tenge juu ya wizi ya ng'ombe, soko ya Garentare, soko ya Kiwanja na soko ya Kipsing. Tunaomba Murkomen afanye security ni mzuri, lakini bado wakonsider sisi atufunguliwe masoko, hatuna mahali ingine ya kufanyia kazi. Ofisa wetu wakiwa wameungana waliweza kukamata wale wafugaji ama wafanyabiashara walikuwa wamepeleka mifuko zao kwa soko ya Tenge ambayo iko sehemu ya Leparua. Tungesema ya kwamba hiyo ilikuwa imewekwa kwa Kenya Gazette ya kwamba hizo masoko imefungwa, na kwa sababu ya usalama ya mifuko zao na usalama yao hatutaruhusu mtu yeyote apeleke mifuko zake ya kibiashara katika soko mpaka ile siku tutaimarisha usalama katika sehemu hiyo, ndio soko sitafunguliwa iendelee na mwananchi. Mwaniaji wa kiti cha mwakilishi wa